Jina langu ni Richard Milao, nakaa kijiji cha Isengule. Tangu mwaka 82 niko hapa na 91 nilikuwa nasoma shule. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Mbunge kwa kile alichokifanya kwa siku ya leo. Hizi zawadi zinatutosha kwa sisi washirika wa Hanga. Zinatutosha. Pia namshukuru mkuu wa wilaya naye alitanguliza zawadi kama hii ya maafa. Tunamshukuru sana Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Tunahitaji viongozi kama hao, wanaposikia matatizo kama haya wanakuwa wepesi kutuona sisi. Naitwa Chausiku Salum Kabuli, ni mhanga wa maji. Kwa maji yalivyotokea, Mheshimiwa Mbunge, tunashukuru sana. Tumebomokewa manyumba, watu, mifugo imeenda, kuku, bata zote zimeondoka, na watu ni wengi waliobomokewa kama idadi ulivyoipata. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kiasi ulichotuletea. Unatupenda na sisi tunakupenda kama tulivyokuchagua kwa kishindo. Shukrani yetu, tulikufanyia kazi na wewe umekumbuka kazi uliyoifanya, kwamba hawa ndo walionifikisha bungeni. Ina maana sisi ndo ajira yako, na sisi tunashukuru sana Mheshimiwa Mbunge. Barabara za kwenu hizi zinazounganisha kijiji cha Ikola, kijiji cha Isengule na kijiji cha Kasangantongwe, sambamba na maeneo ya vijiji vya kutoka Sibwesa kwenda kijiji cha Kayenze, kutoka Kapanga kwenda kijiji cha Ujombe. Maeneo haya yote yameathirika sana na mvua ambazo zimeendelea kunyesha. Miundombinu ya barabara imekatika. Habari njema kutoka kwa serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Nilipoona yale na nilipokuwa nimewaita watu wa TARURA na watu wa TANROADS kwenye vikao tulivyokuwa navyo pale Dodoma, niliwasilisha maombi ya kwenu ya barabara. Tayari serikali imetenga shilingi bilioni 2 zinazokuja kukarabati miundombinu yote ya barabara ambazo zimeharibika kwenye eneo la halmashauri ya wilaya. Kwa hiyo ni faraja kubwa, na Mheshimiwa Rais anatambua juhudi ambazo wananchi wa huku mnazozifanya za kujitafutia riziki, lakini madhara ambayo mmeyapata, yeye kwa kuwathamini anakuja kutengeneza barabara ambazo zitafanya nyinyi muendelee na shughuli zenu. Ujio wangu mimi ni kuja kuwashika mkono. Nimefanya kwenye kata ya Ikola kama mtendaji alivyotoa taarifa yake ya kukiri kupokea, na hapa yapo ambayo nimekuja kuyatekeleza. Kwenye eneo hili tunatoa kilo 4,500 ambazo tunawakabidhi na nilishazikabidhi, ambazo zitakuja kuwasaidia ninyi wananchi wale waliopata maafa. Lakini tunatoa vitakasa. Tunajua kwenye maeneo haya baada ya shida, ili tuweze kudhibiti magonjwa ya mlipuko, tumewaletea sabuni ya unga na sabuni ya miche, ili iweze kuwasaidia kutengeneza mazingira ya usafi. Lakini bado nimewapa kilo 120 za maharage. Tunajua mnapokuwa mnapata ule unga mtahitaji na mboga. Tumeleta na mafuta ambayo yatawasaidia kwa ajili ya lishe, kwa ajili ya nyinyi wananchi mliopata maafa. Kwa hiyo haya yote nimeyakabidhi. Ninachokiomba kwa wale ambao tunawakabidhi, na gavana upo, ili tusije tukapata shida, naomba kipaumbele tupeleke kwa wale watu ambao tunajua tathmini yao, tunaelewa kabisa kwamba hawa ni waathirika namba 1. Hao wakipata, hasa kundi la wazee, kundi la kina mama, kundi la watoto, ni waombe kundi la vijana tuitumie fursa ambayo inatolewa na serikali, tufanye kazi kwa bidii. Hizi mvua tunazozipata sasa tuzitumie kwa ajili ya uzalishaji. Huku kutakuwa maendeleo makubwa mno. Lakini nje na hayo,
tayari pale Kaliwa serikali imetenga fedha zaidi ya shilingi bilioni 300 zinaanza kujenga reli. Tayari mataruma yanazalishwa pale Kaliwa, yale ya silipa ya simenti ambayo yanakuja kuboresha miundombinu. Shirika letu la reli kupitia mapato ya ndani wanaanza kujenga ile barabara ya reli itakayotoka Kaliwa kuja Mpanda, lakini kipande cha kutoka Mpanda kuja Karema kinaanza nacho, kiko kwenye matayarisho ya kukamilishwa ili ukanda huu uweze kufunguliwa. Narudia kusisitiza wale wanaoishi kwenye mabonde wahame, na nakuomba mkuu wa wilaya washughulikieni wale wote ambao wako kwenye maeneo ambayo ni hatarishi, waondoweni hata kama itakuwa kwa lazima, kuliko kupoteza maisha ya watu ambao wanang'ang'ania maeneo ambayo yana athari kubwa sana. Asanteni sana, Mungu awabariki. Kwa mbunge wetu Selemani Kakoso, yaani natoa sijui niongeje, yaani tunatoa shukrani kubwa sana kwa kazi hii, ijapokuwa mtu binadamu anapenda apate ng'ombe mzima peke yake, lakini kwa kidogo hiki ambacho tumepokea, kwa kweli nashukuru sana. Tunashukuru sana kwa niaba ya wote